tu, wamehongwa, wanaongea ujinga tu. Mimi sijai kuwajibu kwa sababu najua ni rubbish. Na wengine wanasheria wetu watashughulika nao, watalia milio hujawahi kusikia duniani hapa. Kwa hiyo ukiwa kiongozi, you must be clean. Kwa nini unateua mkwe wako? Tukisema umeteua mkwe wako, unakasirika. Kama ni jambo baya, kwa nini umelifanya? Kama ni jambo zuri, tunapolisema kwa nini ukasirike? Hivi nyie mnanielewa? Kama umefanya jambo zuri, kumteua mkwe wako ni jambo zuri, kwa nini Heche akisema umeteua mkwe wako, kwa nini unakasirika? Unasema nimekutukana. Hapo nimetukana nini? Kama asingekuwa mkwe wako, sema sio mkwe wangu. Kama yule mtoto sio wa kwako, sema sio wa kwangu. Lakini kama ni wa kwako, mimi nilichosema ni ukweli. Kuna wengine hawasemi, wanasema pembeni pembeni. Mimi nimesema hadharani. Unajua iko hivi, unaweza ukawa na nguvu, ukatisha watu wote kabisa wakaogopa. Ukawaambia hiyo nyumba ni gari, na wote wakawa nasema ile ni gari, ile ni gari, wanaimba. Lakini ukweli ile ni nyumba. Hata kama wote wanasema ni gari, hata kama hakuna anayesema ni nyumba, lakini kwa Mungu inabaki ni nyumba tu. Kwa hiyo hata kama unatisha watu wote wakakuambia kile unachotaka kusikia, kama sio ukweli, sio ukweli. Hata wakikuambia wanalia, sio ukweli. Kwa ndugu zangu, jambo hili lililofanyika la Chadema Family ni zuri, tuliendeleze. Na mimi naunga mkono, tuunganishe wanachama zaidi, na tuna uwezo. Na kwenye hilo, ninawaomba wanachadema, mjifunze kwamba ukombozi wa nchi hii tutauleta sisi wenyewe. Amezungumza hapa mwenyekiti wetu wa jimbo. Anasema makamu nipewe magari 3. Ukweli ni kwamba hata magari 2 ninayotumia ni ya kwangu, sio ya chama. Kwa sababu hiki chama hakina fedha, hakina ruzuku hata shilingi 100. Na walijua hiki chama kisipokuwa na ruzuku kitakufa. Hakifi. Tuna wanachama, tuna nguvu. Shida tulionayo kwenu, sio mimi niwe na magari 3. Tunapaswa kila wilaya iwe na gari. Na actually sio gari, iwe na magari. Sisi tuna wanachama milioni 8. Wanachama milioni 8, na wapenzi wetu, na wapenzi ambao wanatuunga tu wanapenda Chadema hawana kadi, wanafikia karibia milioni 15. Tukisema kila mtu awe anajitolea kwa mwezi shilingi 1000, tutakuwa kwa wanachama milioni 8 tunazungumzia shilingi bilioni 8. Bilioni 8 kwa mwezi. Hiki chama tangu kiwepo, ruzuku tuliowahi kupata kubwa sana ni milioni 300 ya serikali. Kwa hiyo tunaishia, kipindi hiki tulikuwa tunapata 117. Sasa tukipata bilioni 8 mzee, hii CCM watapata pa kuweka mguu? Narudia, watapata pa kuweka mguu? Tuache bilioni 8. Tuseme wanachama kati ya milioni 8 wachange watu milioni 1 tu. Watu milioni, shilingi 1000 ni bilioni 1. Basi tuseme msichange hao milioni 1. Tuseme watu 500,000 wajitolee 2,200, shilingi 2,000, sio 20,000, 2,000 ya Kitanzania kwa mwezi ni bilioni 1. Nani hapa akitoa shilingi 2,000 kwa mwezi ataishiwa mafuta ya kula nyumbani kwake? Kwa sababu ya shilingi 2,000. Wangapi mnachanga sasa hiyo hela? Na usinyoshe kwa uongo. Hata kwenye ile ya chama, nyosha ambao wametoa ile ya baraza kuu tu. Nyosha tu. Ya baraza kuu wangapi mmetoa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Tuko hadi watu 30. Humu tuko watu zaidi ya 800. Wamechanga watu sera. Kwa sababu gani? Hatujawa serious kama tunavo tafuta ukombozi wa kwenda mbinguni. Ndio maana nilianza kusema lazima tuwe serious. Kuna watu hapa mnaenda kanisani mtoi sadaka. Sasa mwenyekiti, watu wako hapa. Baraza kuu tu shilingi 1,000 hawajatoa. Na sio nyie,
Wala msijisikie vibaya. Nataka niwaoneshe kwamba Watanzania hamjawa serious na hii kazi. 1,000 ya baraza kuu hawajatoa. Wengi kuliko waliotoa. Wengine kwa kupuzia kwamba 1,000 kwani ni kitu gani, itasaidia nini? Mbona ni ndogo sana? Kuna watu wametoa shilingi 200, 300. Naomba yule kijana aliyetoa shilingi 300 aje hapa. Chale, naomba aje hapa. Mungu akubariki sana. That is the spirit that we need. Spirit tunayohitaji ni ya Bwana Chale huyu. Mungu akubariki, njoo bwana. Na mimi nitakupa shilingi 100,000. Nitakupa shilingi 100,000. Huyu bwana kabla sijaondoka nitampa shilingi 100,000. Ametoa shilingi 300. Huyu bwana. Angalia na hali yake. Shilingi ngapi? 300. Ametoa kila alichokuwa nacho. Haya bwana. Tulia pale nitakuona kabla sijaondoka. Fikiria, tukiwa na spirit hiyo. Kuna watu kwenye mtandao wa simu amekopa songesha. Pengine sio mwanachama wa Chadema. Amekopa songesha. Akatuma kwenye Chadema shilingi 200, shilingi 300. Na mimi hizo ndio message ambazo nimekuwa nikiripost na kuzisambaza. Shilingi 300. Kwa sababu shilingi 100 yako ina make a difference. Sasa ukisema atatoa kaki. Kaki naye anasema mimi nisipotoa atatoa Ngoto. Ngoto naye anasema nisipotoa atatoa Chacha Heche. Chacha Heche anasema asipotoa atatoa Mwembe. Mwembe atatoa Bwana Makenji. Mwisho wake wote hatujatoa. Kwa usianze kutuambia kwamba fulani atatoa. Kuwa sehemu ya mabadiliko unayotaka kuyaona. Badilika kwanza wewe. Ndio message yangu kwenu. Wewe kwanza. Wewe, wala usifikirie mwingine. Wewe umefanya nini? Wewe mwenyewe. Kabla hujaenda kwa mwingine. Tumeitisha mkutano. Nilikuwa nasubiri watu wajae ndio niende. Huyu uliyekuwa nasubiri aende kabla yako ni nani? Eti nimechungulia nikaona watu hawapo nikasubiri wajae. Jamani, mnanielewa vizuri lakini? Mnanielewa vizuri? Vinginevyo tutatwanga maji kwenye kinu miaka mingi. Sisi, uongozi uliopo kwa sasa ni uongozi wa upinzani wa kweli. Tutasema nyeupe kwamba ni nyeupe. Tutasema nyeusi kwamba hii nchi haiwezi tena kutolewa hapa ilipo na watu kama kina Samia Suluhu Hassan. Haiwezekani. Wala msijadanganye. Hata malaika akiwekwa mle haiwezekani. Nchi imegota. Na tukiacha hii nchi itakwenda shimoni, tunaona. Itagawanyika into pieces. Na tukisema ukweli huu wanatuchukia. Ngoja niwape tu takwimu kidogo. Sisi watu wa mkoa wa Mara, mbuga yote ya Serengeti iko mkoa wa Mara. Yote. Ziwa liko mkoa wa Mara. Dhahabu ya Tarime iko mkoa wa Mara. Dhahabu ya Buhemba imechimbwa imeisha na nyingine zipo maeneo mengi tu. Watu wake ndio nyie. Potential iliyoko mkoa wa Mara ni kila mtu kuishi kama anaishi Ulaya. Yaani kila mtu unapaswa, yani wewe ni maskini tunakuhurumia, unatakiwa uone paki Prado kama ile nyumbani kwako. Tunasema huyu anaka Prado kamoja. Hapo wengine wana 10, 20. Ndio potential iliyopo hapa. Niwaoneshe tu kwenye utalii. Nchi hii kwa mwaka tunaingiza watalii, hao ni rekodi ya watalii wa ndani, kwa sababu hata mimi nikikatiza hapo na gari naenda Arusha na rekodi mtalii. Mnanielewa vizuri? Yaani ukifika pale getini wakikuandikisha, hata yale mabasi ya Kimoti kwa yanayoenda Arusha na wale wanaandikwaga kama watalii kwa sababu wamekatiza mbugani. Ukivuka Nabi Gate ukiingia ndani humo wanakuandikisha kama mtalii. Kwa mwaka inaingiza watalii pamoja na hao tuliotaja 1.5 milioni. 1. Kenya inaingiza watalii
milioni 7.9 kwa mwaka. Msoma, mnanisikia? Hivi mko hapa? Kwamba Tanzania, nchi yenye mlima mrefu kuliko yote Afrika nzima, wa pili duniani, wenye theluji, wenye maajabu, wenye theluji na mbuga ya wanyama pale pembeni, inaingiza watalii 1.5 milioni a year. Kenya haina mlima Kilimanjaro, inaingiza 7.9 tourist millions a year. Nchi ambayo ina Seru, mbuga ya Seru ina square kilomita 46,000. Nchi ya Israeli inaingia mara 2 ndani ya Seru na kubaki change. Msoma, mnanisikia? Nchi ya Rwanda ni ndogo kuliko mbuga ya Seru. Ina square kilomita 26,000. Seru ina square kilomita 40,000 na kitu. Tuna mbuga ya Seru, tuna Mikumi, tuna Katavi, tuna Manyara, tuna Ngorongoro, tuna Serengeti, Ruaha, na nyingine zipi nimezisahau, Tarangire, sina nini. Tuko tunaimba mbuga za wanyama Tanzania, si ndio? Sasa ukichukua mbuga zetu za wanyama zote ukiziunganisha kwa pamoja, zinazidi nchi ya Uganda, Rwanda, Burundi. Ukiziunganisha kwa pamoja, mbuga zetu za wanyama ni kubwa kuliko hizo nchi 3. Kwamba sisi tunaingiza watalii 1,500,000, Kenya inaingiza 7,900,000. Nchi ya Rwanda inaingiza watalii 5.5 Rwanda, ambao ni ndogo kuliko mkoa wa Kagera. Rwanda ina mbuga ambayo ni kama kijiji, ina sokwe mtu tu, inaingiza watalii 5.6, sisi 1.5. Na nikisema watalii mtu utasema wananihusu nini? Iko hivi, kuna kitu kinaitwa tourist visa. Sema tourist visa. Visa ya mtalii anapokuja kwenye nchi yako, kuna karatasi analipia, inaitwa visa ya kumruhusu kuingia kwenye nchi yako. Tukubaliane kwamba mtalii alipe shilingi dola 100 tu. Dola 1 kwa watalii 1.5. Hizo ni dola za Kimarekani. Milioni ngapi bwana Ngoto? 1,000,000. Piga dola 100 mara 1,500,000 ni dola 1,150,000, sio? Sio 1,150,000, milioni 10 na dola 1,150,000. Kwani ni 150? Hapana, piga vizuri bwana. Hebu tuone ni zero ngapi, hesabu vizuri bwana. Dola dola 1,150,000. Nimesema hivi, watalii hawa wako 1.5 yes, mara dola 100, dola 1.5, dola 1.5 mara shilingi 2,560. Hebu nisaidia, 2,660 mara 2,660, 2,660 dola. Bilioni ngapi? Bilioni 3.9. Sasa bilioni 300 bilioni, yes, bilioni 399 za Kitanzania kwa visa tu. Huyo mtu bado hajarara, hajaingia akachukua chumba hotelini, hajanunua chakula hotelini, hajakodi gari ya mtalii. Huyo mtalii akiingia, ukiacha visa, ukiacha ndege atakayopanda ndani ya nchi, ukiacha hoteli atakayolala, ukiacha
amebrush kiatu, ameona kakinyago amenunua, huyo mtalii anaweza kukuachia kwenye nchi yako mpaka dola 1,000 au 2,000 kutegemeana na siku atakazokaa. Akinunua chakula, hiyo hela ikiingia kwa mwenye hoteli, hela imetoka Ulaya imekuja kwa mwenye hoteli, yule hoteli amenunua mboga kwa yule mama anayelima mboga, kwanza anayeuza sokoni. Yule anayeuza sokoni ameagiza bodaboda amfuatie kwa yule anayelima. Yule anayelima akipata hela ananunua sukari kwenye duka lako. Wewe ukipata hela unanunua kitanda kwa huyu mama. Kumbe basi hela imetoka Ulaya imekuja imezunguka na imetengeneza uchumi kwetu. Nyie watu wa Msoma mnanielewa vizuri? Wangapi wanaelewa ninachosema? Nyosha mkono. Sasa twende vizuri. Hiyo inaitwa multiplier effect. Sasa kama ungekuwa na watalii milioni 3 au milioni 4 au milioni 5, kama tulikuwa tunauza mboga za shilingi milioni 10, kumbe tungeuza mboga za shilingi milioni 30. Kwa hiyo kumbe wazalishaji wameongezeka zaidi. Mnanielewa vizuri? Kumbe watoto wanaokwenda shule wameongezeka zaidi. Kama watu waliojenga kutokana na utalii ni 10, sasa wakija watalii milioni 1.5 watajenga watu 20. Hao watu 20 watanunua mfuko wa simenti Bamburi. Bamburi inalipa kodi serikalini. Kwa kama serikali ilikuwa inaajiri walimu 20, itapata fedha zaidi, itaajiri walimu 40, watadabo kwa sababu mapato yameongezeka zaidi. Mnanielewa vizuri? Sasa kama mna serikali hakuna